Macho ya mji mzima yaligeukia upande wake. Kila mtu alizungumza kuhusu yeye, lakini kwa isivyo bahati haikuwa kwa upendo wala haki, bali kwa chuki iliyofichwa nyuma ya maneno ya sheria. Huyu ni George Stein Jr., kijana mdogo aliyopita kwenye historia ambayo hakuna mtu anaweza kukubali mtu wa karibu kupitia historia hiyo. Just imagine, polisi walimchukua kutoka nyumbani kwao, huku mikono yake midogo ikifungwa pingu na sauti yake ikipotea katika kilio cha mama yake kilichozimwa na uoga. Hapakuwa na mtu wa kumsikiliza, hapakuwa na mtu wa kusimama naye zaidi ya wazazi wake tu, ambao hawakuwa na sauti yoyote ile. Yaani, chini ya uzito wa dunia isiyo na huruma, sauti ya George ikapotea kwa njia ya kikatili, kwa kunyongwa na kiti cha umeme. Alafu sasa umeme wenyewe wenye volti 5380 au zaidi. George Stein Jr., jina lake limeandikwa kwa damu na machozi. Alikuwa kijana mdogo wa Kiafrika Amerika. Alikuwa na ndoto, lakini dunia ilimgeuka na jamii yenye chuki ilimgeuza kwa kafara wa mfumo uliojaa ubaguzi. Katika mji mdogo wa Alcolu, South Carolina, mnamo Oktoba 21, 1929, mtoto alizaliwa ambaye hatima yake iligeuka kuwa moja ya simulizi za kusikitisha zaidi katika historia ya Marekani. George Junius Stein Jr. alizaliwa katika familia maskini ya Kiafrika Amerika, wazazi wake wakiwa George Stein Sr. na Aimee Stein, waliokuwa wakifanya kazi katika kiwanda cha mbao. Alcolu ulikuwa ni mji wa watu wengi waliogawanyika kimakazi kutokana na reli. Reli hii iligawanya watu wa Alcolu kwa matabaka ya rangi, yaani weusi na weupe. Upande mmoja waliishi watu jamii ya watu weupe, ama tuseme wazungu, na upande mwingine wa Afrika wa Marekani, yaani jamii ya watu weusi, wakiishi chini ya mfumo uliojaa ubaguzi wa rangi na unyanyasaji wa kila siku. George alikuwa kijana mdogo mwenye sura ya upole na mwenye ndoto za kawaida kama watoto wengine: kucheza, kusoma na kuiona dunia. Alipenda kucheza na dada yake mdogo Aimee na marafiki zake kwenye nyasi za kijani karibu na nyumba yao. Mnamo asubuhi ya Machi 23 mwaka 1944, Alcolu ilikuwa na amani ya kawaida ya mji mdogo wa kusini. George akiwa na umri wa miaka 14 na miezi mitano alikuwa nje ya nyumba yao akicheza na dada yake Aimee kwenye yadi yao. Sasa wakati huo wasichana wawili wa kizungu, Betty John Binnicker mwenye umri wa miaka 11 na Mary Emma Thomas mwenye miaka 7 walikuwa wakikatiza karibu na nyumba ya kina George. Wasichana walikuwa wakienda kutafuta maua ya maypop. Haya ni matunda ya passion flower kwa ajili ya kumpelekea mwalimu wao. Walipopita karibu na nyumba ya Stein, walisimama wakuwauliza George na Aimee, "Je, mnajua mahali pa kupata maypop?" George na Aimee walisema hawakujua, na wasichana hao wakaendelea na safari yao, huku George na dada yake wakaendelea kucheza. Saa chache baadaye, Betty na Mary hawakurudi nyumbani. Wazazi wao walianza kuwa na wasiwasi na haraka wakaeneza habari katika mji huo mdogo, na taarifa ikamfikia kila mtu. Umati wa watu wa Alcolu pamoja na George Stein Sr., babake George, ulikusanyika kuwatafuta wasichana hao. George na Aimee pia walijiunga na utafutaji, wakitembea kando ya reli na kwenye maeneo ya nyasi kuwatafuta mabinti hao ambao hawakurudi nyumbani kwao mpaka usiku ulipofika. Lakini kesho yake, Machi 24 asubuhi na mapema, mtoto wa mchungaji aliyekuwa akicheza karibu na shimo la maji aligundua kitu cha kutisha. Miili ya Betty na Mary ilikuwepo chini ya maji yenye matope, vichwa vyao vikiwa vimevunjika vibaya na ikionekana walipigwa na kitu kizito kichwani. Oh my God! Umati ulioshtuka ulianza kuuliza maswali mengi. Nani angeweza kufanya tukio kama hilo? Hofu ikabadilika kuwa hasira. Wazungu wengi macho yao yaligeukia upande wa Afrika wa Marekani. Walianza kusema kwa chini chini, lazima wawe wanahusika kivyovyote vile. Mindset zao zilikuwa zikiongozwa na fikra za kibaguzi. Katika kuendeleza kujiuliza, alitokea mtu mmoja akasema alimuona George akiwa na mabinti siku ya jana wakati walipopita kwao. Maneno haya ya kawaida yalikuwa yakitosha kabisa kumfanya George kuwa mshukiwa wa kwanza. Na kwa kipindi hiko Alcolu mwaka 1944, kijana Mwafrika Amerika mbele ya umati wa wazungu wenye hasira
ilikuwa hatari ya kutosha kwelikweli yani. Saa chache tu baada ya miili kupatikana, polisi wa Alcolu walifika nyumbani kwa kina George. Alikamatwa kwa haraka, mikono yake ikifungwa pingu na kupelekwa kwenye chumba kidogo cha polisi bila wazazi wake wala wakili. Hakuna aliyejua aliko na familia yake ilikosa habari za mahali alipelekwa. Ndani ya chumba hicho, polisi wote wazungu walimhoji George kwa masaa, wakimuuliza swali baada ya swali. Cha kushangaza, hakukuwa na rekodi ya maandishi ya kile kilichotokea, lakini afisa aliyeitwa Newman baadaye aliandika taarifa ya mkono. Aliandika, nilimkamata kijana aitwaye George. Alikiri na kuniambia mahali pa kupata chuma cha inchi 15. Alisema aliweka kwenye shimo karibu na futi 6. Kwa hiyo George alitumia chuma cha inchi 15 kuwapiga vibaya wale mabinti wawili wa kizungu na baadaye kwenda kukifukia. Lakini je, alikiri kweli? George alihojiwa na polisi kwa masaa kadhaa akiwa mtoto mdogo bila ulinzi wowote wa kisheria. Aliteswa kiakili na kimwili. Mwishowe alisaini maelezo ya kukiri kuwa aliua. Lakini maelezo hayo hayakuwahi kurekodiwa wala kuonyeshwa kama ushahidi kamili mahakamani. Kwa hiyo aliyekuwa anakiri wala sio George, bali mateso aliyekuwa akiyapitia. Ilimbidi tu kuandika ya kwamba amehusika kuwaua mabinti hao wawili wa kizungu. Hakukuwa na ushahidi wa kimwili uliowasilishwa. Hakuna alama za vidole, hakuna damu, hakuna silaha iliyounganishwa moja kwa moja na yeye. Maungamo haya yalikuwa ya kutosha kabisa kumfanya George kuwa mtuhumiwa wa mauaji ya wazungu. Baba yake na George alifukuzwa kazi mara moja na familia ikalazimishwa kutoroka mjini kwa sababu ya vitisho vya umati wa wazungu waliotaka kumwadhibu George kwa mikono yao wenyewe. Huko kwetu tunaita wananchi wenye hasira kali. Huko pia walikuwepo vile vile. Ukijichanganya tu umekwisha dakika 2 tu. George aliwekwa kwenye jela ya Columbia, maili 50 kutoka mji wa Alcolu, ili kuepuka fujo kwa umati ambao ulikuwa una hasira kali kwelikweli. Huko alikaa peke yake akiwa na Biblia yake tu kama rafiki yake wa karibu. Alikuwa na imani sana George. Mama yake, dada yake na baba yake hawakuweza kufanya lolote. Uoga uliwashambulia na uliwazuia kufanya chochote kile. Kijana huyo wa miaka 14 alikuwa ameachwa peke yake akisubiri hatima ambayo hana nguvu ya kuipigania. Maskini George. Mwezi mmoja baada ya mauaji, Aprili 24 mwaka 1944, George Stein Jr. alisimamishwa mbele ya mahakama ya kaunti ya Clarendon. Chumba cha mahakama kilikuwa kimejaa wengi. Inakadiriwa watu 1500, wengi wao wakiwa ni wazungu waliokuja kutazama kesi hiyo. Hakuna Mwafrika Amerika aliyeruhusiwa kuingia. Familia ya George ilibaki nje, waliomboleza kwa mbali. Kesi hiyo ilianza saa 8:30 alasiri na ilidumu masaa 2 tu. Wakili wa George aliitwa Charles Plowden aliteuliwa na mahakama, lakini hakuwa na uzoefu wa kesi za mauaji na hakuwa na nia ya kumtetea kwa nguvu. Yaani una kesi alafu atafutwa mzungu ambaye hajawahi kusolve kesi ya mauaji, tena hana hata nia ya kukusaidia mtu mweusi eti awe wakili wako, ila wazungu. Dada yake aliitwa Amy ambaye pia alikuwepo wakati wasichana wale walipokatiza siku ile nyumbani kwao, wala hakuhusishwa kwenye kesi hiyo. Wakili wake wala hakujibu maswali polisi walipokuwa wakiuliza juu ya hoja yoyote ya kutia shaka. Tuli wala hakujisumbua kuongea chochote kile, bali alitizama kesi inavyokwenda. Huyu alikuwa wakili kivuli. Wazungu 12 waliketi kusikiliza, na baada ya dakika 10 tu za kujadiliana walimkuta George kuwa na hatia ya mauaji ya daraja la kwanza. Hakuna pendekezo la huruma iliyotolewa. Hukumu ilikuwa kifo kwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 14, yani auawe, asibaki duniani. Siku zilivyokuwa hazigandi sasa. Juni 16 mwaka 1944 ilifika kwa haraka mno. George alikuwa amekaa jela kwa siku 83 tangu kukamatwa kwake bila kuona wazazi wake, na tumaini lilipotea kabisa kwenye sura yake. Aliongozwa kwenye chumba cha kifo huko Columbia akiwa ameshika Biblia yake chini ya kwapa. Alikuwa mdogo sana kiasi kwamba askari walipata shida kumuweka kwenye kiti cha umeme kilichojengwa kwa ajili ya watu wazima. Angalia sasa, ili kiti kiweze kumfiti waliweka Biblia yake chini kama kiti cha kuongezea urefu. Hawakuwa na huruma hawa. Helmet ya umeme ilikuwa kubwa sana kwa kichwa chake, walilazimika kukifunga kwa nguvu ili mradi kiendelee
kiendelee kukaa kwenye kichwa kile cha George ambacho kilikuwa ni kidogo kwelikweli. George mwenyewe alikuwa ni mdogo kwelikweli. Hao wazungu walikuwa wanajisikiaje? Saa 1:30 usiku swichi ilivutwa. Volti 2400 zilipita mwilini mwake. Hii ilikuwa awamu ya kwanza kwa lengo la kumfanya apoteze fahamu. Maski iliyokuwa imefungwa vibaya iliteleza, ikifunua uso, iliteleza na kufunua uso wake uliojaa machozi. Mdomo wake ulitetemeka na mate na mkojo vyote vilimtoka kwa wakati mmoja. Umeme ukaongezwa kutoka volti 2400 mpaka volti 5380, na baada ya dakika 8 za mateso, George Stinney Jr. alitangazwa kuwa amekufa. Mwili wake mdogo uliondolewa kwenye kiti na Biblia yake ilichukuliwa pamoja naye. George akawa kijana mdogo zaidi kuuawa kwa kiti cha umeme nchini Marekani katika karne ya 20. Mnamo 2004 juhudi za kisheria zilianza tena. Mwanahistoria George Pearson alianza kuchunguza kesi hiyo. Aligundua kasoro nyingi, hakuna ushahidi wa kimwili na kesi iliyokuwa na ubaguzi wa wazi kabisa. George Stinney Jr. aliuawa na mfumo, na si kwa sababu ya hatia bali kwa sababu ya rangi yake tu ndio kilipelekea kifo chake. Mimi naitwa Ali Adabu.